kuendelea, mambo yanakuwa na mabando, duka linafilisika, kama ni biashara inakufa, kama ni mtaji unaisha. Katika ulimwengu wa roho, wewe nyota yako inatumiwa. Ni dalili ya mtu ambaye alipoteza mwanga wake njiani. Unaanza vitu vizuri, unaanza kazi vizuri, unaanza miradi fulani vizuri, lakini mara baada ya hapo unakuwa na mipango mingi. Msikilizaji, una mipango mingi ya kukufanya ufanikiwe, na mipango hata mtu mwenye akili timamu akisikiliza ni mipango mikubwa na ni mizuri sana. Unakuwa na ndoto kubwa za kufika katika viwango fulani vikubwa, lakini mwisho wake vinaanguka na vinavunjika, vinapotea kabisa. Ni kama ulikuwa na kitu kabisa, yani hakuna kitu, yani kama vile kuna kitu kinakuzuia usikamilishe mipango yako, kinasubiri uanze, lakini kinasubiria unapoelekea kwenye mafanikio kinakuzuilia. Katika ulimwengu wa roho, nyota yako inatumika kwa mtu fulani ambaye mipango yake inakamilika, inathibitishwa. Wewe nyota yako imebadilishwa, hatima yako imegeuzwa. Maana yake nyota yako, maana yake ulikuwa na nyota ya kusababisha uwe na uwezo wa kufanya vitu vikakamilika, vikatimia, ukafanikiwa, lakini kuna mtu anayetumia hiyo nyota kufanikiwa na kufanya maendeleo katika maisha yake, na wewe amekuachia nyota ya kufanya mambo na kuishia njiani. Dalili kubwa, msikilizaji, usikate tamaa, usifikiri kwamba mna njia ya kurudisha. Kuna njia, nitakuelekeza. Tutafanya maombi ya kufanya nyota ziweze kurejea kwetu, nyota ziweze kurejea kwetu. Tutakuja kuwa na maombi ya namna hii, nyota ziweze kurejea kwetu. Lakini pia dalili ya 6, msikilizaji wa Madhabahu Siri za Kiroho, unahisi maisha yako yalipaswa kuwa mazuri zaidi. Yani kuna mtu ukikaa, msikilizaji, ukafikiria namna maisha yako yalivyo, unajiona kabisa wewe sio hapo. Hata unapokuwa unaota, hauoti kama wewe ni mtu hapo. Unaota wewe ni mtu mkubwa, wewe ni mtu mkubwa, wewe ni mtu mkubwa, wewe ni mtu mkubwa. Unaota wewe ni mtu uliyefanikiwa sana. Unaota wewe ni mtu tajiri, una pesa. Na hii imekuwa ni dalili moja hapo ambao shetani anaitumia pia. Kama uliwahi kuota unahesabu pesa, alafu kaamka asubuhi ukasikia vidole vinakuwasha, kwenye vidole katikati ukasikia unawashwa kabisa. Katika ulimwengu wa roho, nyota yako ya utajiri au ya pesa haipo. Kwa sababu, msikilizaji, ujifikirie, ni kwa nini wote ndoto una pesa? Kwa nini pesa usiwe nazo kabisa? Hiyo ndio, yani Mungu anakuonesha kwamba huo ndio uhalisia wako, kwamba wewe ni tajiri. Wewe ni tajiri. Wewe ni tajiri katika ulimwengu wa roho. Wewe ni tajiri. Ila kinachofanyika hapa, umeibiwa nyota, na wewe mwenyewe ufahamu kabisa. Unahisi una mipango mikubwa ya kufanya mambo makubwa kwenye maisha yako, lakini hauwezi kuendelea kwa sababu nyota yako imeibiwa. Unakuwa na mipango mikubwa, mambo mengi kabisa unafikiria kuyafanya, lakini hayawezi kufanikiwa kwa sababu ya kitu kama hicho. Hayawezi kufanikiwa kwa sababu ya kitu ambacho kinazuia. Kuna kitu ambacho kinazuia. Hii ni dalili ya ndani kabisa. Ndani yako kuna sauti, maisha yangu yalipaswa kuwa mazuri. Sio kwamba ni kiburi, au sio kwamba inakuwa ni tamaa, msikilizaji. Hapana, ni hisia ya mtu ambaye anahisi hatima yake halisi haipo. Yaani kabisa kuna muda unakaa unahisi kabisa, mimi hapa hivi jinsi nilivyo, hatima yangu halisi haipo. Katika ulimwengu wa roho ni kweli.